Itukuzwe damu ya Kristo! Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa redio Mwangaza, karibu tutafakari kwa pamoja ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 6. Kwa hiyo tuungane zaidi na zaidi kwa njia ya sala. Makao yetu mema yawe katika moyo mtakatifu, ambamo tunaweza kuwa mara nyingi pamoja tukiombeana. Kwa hiyo tuungane zaidi na zaidi kwa njia ya sala. Makao yetu mema yawe katika moyo mtakatifu, ambamo tunaweza kuwa mara nyingi pamoja tukiombeana. Mpendwa, kama tujuavyo, kusali ni kuongea na Mungu. Na hivyo tunapoongea na Mungu tunamweleza yote yanayotuhusu. Sala ni kumshirikisha Mungu furaha, mafanikio, shukrani na hata shida zetu. Ndiko kumshirikisha Mungu maisha yetu. Na hivyo, ili kuwa na maongezi mazuri na Muumba wetu, ni muhimu sana kujifunza namna nzuri ya kusali. Sala zetu zisiwe tu zile za kujiona kuwa tunastahili kupokea mengi kutoka kwa Mungu kwa ajili yetu wenyewe, bali tukumbuke kuwa tunaposali tunashukuru na kuomba si kwa ajili yetu tu wenyewe, bali kwa ajili ya wenzetu. Mpendwa, sala ya jumuiya siku zote ipewe kipaumbele kama tunavyoelezwa na Mtakatifu Gaspari. Tukumbuke kuwa tunapokutanika pamoja, Mungu yu kati yetu. Kirejelea Injili ya Mwinjili Mathayo sura ya 18 aya 20. Na hivyo sala ya jumuiya inatupa wasaa wa kushirikishana upendo kati yetu kwanza, na baadaye kumshirikisha Mungu upendo ule ule tulioshirikishana kwa pamoja, kwa sababu yeye ndiye anayetukusanya. Mtakatifu Gaspari anatukumbusha wajibu wetu msingi wa kuombeana sisi kwa sisi, kwani ni katika kuombeana twaweza kusaidiana wenyewe kiroho. Na hivyo ni vyema sana kuwa na marafiki wa kiroho wanaoweza kuyatolea maisha yao kwa ajili ya kutuombea. Mtakatifu Gaspari mwenyewe anajipatia rafiki toka utotoni, Sister Agnes, anayekuwa mwombezi wake. Na hata anapokuwa kifungoni kwa sababu ya kukataa kuitii ile amri ya Mfalme Napoleon, ni kwa maombezi ya sister huyu Agnes anapata nguvu ya kusimama upya, pale ambapo Padre Albertini anapomkumbusha juu ya utabiri aliyonena Sister Agnes, kwa kuwa Gaspari bado ana kazi kubwa kuifanya kwa ajili ya taifa la Mungu. Na hivyo Mungu anatukumbusha kuwa ni kwa kuombeana tu tunaweza kusaidiana wenyewe kiroho, hasa wakati wa shida. Katika hali hiyo hiyo ya kuombeana, ni muhimu kuwa na baba wa kiroho. Baba huyo ni vyema awe padre, na pia ni muhimu kujipatia waangamishi. Tunakumbushwa kuwa ni muhimu sana kuungama dhambi zetu na kuombeana sisi kwa sisi, tukirejelea waraka wa Mtume Yakobo watu wote sura ya 5 aya 16. Ni kwa namna ya kuombeana na kuungama tunaweza kupata uponyaji wa kiroho. Ni muhimu sana kuwa na sala ya muungano ambamo tutakuwa pamoja na kuombeana. Tukumbuke kuwa sala pamoja ina nguvu, tukirejelea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12. Tunapoona waziwazi kwamba ni kwa nguvu ya sala tu Mtume Petro anafunguliwa kutoka gerezani. Utamaduni huu wa kusali pamoja unapaswa kuwa wa mazoea, na tabia hii ya kusali kwa pamoja kila siku usikome kama. Kusali pamoja kusiwe tu kukusanyika pamoja makanisani au katika jumuiya na kusali pamoja, bali
Muunganiko huo wa sala pamoja ya kuombeana uonekane wazi kiroho. Yaani tusali pamoja na kuombeana hata na wale walio mbali nasi. Tujiondolee ubinafsi wa kusali sala kwa ajili yetu tu, kama tunavyoona wazi katika Injili ya Luka sura ya 18 aya ya 9 hadi aya ya 4, tunapomuona Mfarisayo anapojisifia mwenyewe mbele ya Mungu na kusahau kuwa anapaswa pia kuombea hata wale walio wa dhambi. Mpendwa, tujifunze kuwa neema na baraka zitokazo kwa Mungu kwa njia ya sala si kwa ajili ya mtu mmoja mmoja, bali zinaachiliwa kwetu ili zitufai sisi pia ziwafai watu wengine. Na hivyo ni muhimu kusali na kuombeana sisi kwa sisi, ili sote kwa pamoja tuweze kushirikishana ilo tone la upendo tunalolipata kutoka kwenye maombezi, hasa yale ya kuombeana sisi kwa sisi. Ndugu mpendwa, kupitia ujumbe huu wa leo, tumuombe Mungu kupitia maombezi ya Mtakatifu Gaspari siku zote tutambue thamani ya kuombeana sisi kwa sisi, ili kwa njia ya damu azizi ya Yesu iliyolenga kushirikisha upendo kwa watu wote, nasi pia tushirikishane tone lile la upendo kwa njia ya kuombeana sisi kwa sisi. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Isaac Bileha wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu.